Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamtukuza Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Ni siku ya baraka kabisa. Tumekutana leo kwa ajili ya kwanza kabisa kuwakaribisha wanaotufuatilia watazamaji wetu kwa ajili ya ibada ya tarehe 7, na hii ibada inaenda kwa jina la Roho Mtakatifu mkomesha vita. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini Roho Mtakatifu mkomesha vita? Tukisoma maandiko kwenye kitabu cha Zaburi 46 mstari wa 9 anasema, avikomesha vita hata mwisho wa dunia, avunja uta, akata mkuki, achoma moto magari. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa huyu anayezungumziwa mahali hapa, maana yake ni Roho wa Bwana. Kazi ya Roho Mtakatifu ni mkomesha vita. Haleluya. Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo ibada hii ya tarehe 7 mwezi wa 12 ambayo ni Jumapili ijayo, tumeipa jina kwamba Roho Mtakatifu mkomesha vita. Ziko vita nyingi sana ambazo watu wamekuwa wakipitia, watu wamekuwa wakikutana na changamoto nyingi ambazo hawajui watatueje, hawajui watokeje kwenye hizo vita. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu akatupa ufunuo namna ya kuweza kuwa na ibada ambayo atakayeweza kuja kwenye ibada hii, kuna namna Bwana anaenda kumtoa kwenye kila aina ya vita. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo siku ya leo ni siku ya kipekee mno. Ninao watumishi wa Mungu mahali hapa. Yamkini kila mtumishi hapa anaweza akawa na neno kwa ajili ya mtazamaji wetu kwa ajili ya ibada ya tarehe 7, ibada ya Roho Mtakatifu mkomesha vita. Pembeni yangu hapa ninaye mtumishi wa Mungu ambaye nitamkaribisha walau kwa dakika moja, atatuambia jina lake na pia ataweza kusema neno na mtazamaji wetu kwa habari ya ibada ya tarehe 7 mwezi wa 12, ibada ya Roho Mtakatifu mkomesha vita. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen. Jina yangu ninaitwa Pastor Theodora Emmanuel. Napenda kukukaribisha kwenye ibada hii. Ni ibada kubwa sana. Ndio. Ni ibada ya kihistoria kwenye maisha yako endapo utachukua hatua ya kuja, ili kusudi kila changamoto unayopitia, najua ziko changamoto mbalimbali kwenye maisha ya mwanadamu. Ndio. Lakini mtu anayeweza kuzikomesha hizo changamoto ni Mungu peke yake kupitia Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ninakualika sana hiyo tarehe 7 uje uchukue muujiza wako. Amen. 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 Asante sana mtumishi wa Mungu Pastor Theodora Emmanuel kwa ajili ya kuzungumza na mtazamaji wetu anayetufuatilia moja kwa moja kwenye chaneli yetu kwa habari ya ibada ya tarehe 7 mwezi wa 12 mwaka 2025. Ni siku ya Jumapili. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia pembeni yetu hapa tuna mtumishi wa Mungu, atajitambulisha majina yake, anaitwa nani, na pia atazungumza na mtazamaji kwa habari ya ibada ya tarehe 7, ibada ya Roho Mtakatifu mkomesha vita. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Asante baba. Amen. Kwa majina yangu ninaitwa Pastor Jennifer Geoffrey Kitundu. Napenda tu nizungumzie ibada hii kubwa mno. Ni ibada ambayo ninaweza kusema ya kwamba haijawahi kutokea. Ni ibada ya ishara na matendo makuu ya Mungu kwa sababu ya Roho Mtakatifu mkomesha vita. Ninakualika tu usikose. Ibada hii itakomesha kila aina ya vita, kila aina ya vita unayopitia. Ikiwa umepita kwenye madhabahu mbalimbali, umepita kwa waganga wa kienyeji, umedanganywa, umekula vyakula, umeweza kunywa vyote ambavyo umeweza kunywa, siku hiyo ni siku ya utatuzi na ni siku ambayo ninakuhakikishia utatoka jumla. Hakuna kitakachoweza kubakia. Mungu akubariki sana, nikukaribishe sana kwenye ibada hii kubwa mno ya Roho Mtakatifu mkomesha vita ya tarehe 7 mwezi wa 12 2025. Amen. Haleluya. Labda tu mtumishi wa Mungu
tunashukuru kwa ajili ya kuzungumza na mtazamaji wetu anayetufuatilia moja kwa moja kwenye chaneli yetu kuhusiana na ibada hii ya Roho Mtakatifu mkomesha vita tarehe 7 mwezi wa 12 2025. Bwana Yesu asifiwe sana. Labda kwa haraka hawa watazamaji wetu watarajie nini atakapofika mahala hapa kwenye kanisa ila nyumba ya washindi hapa Tegeta cha Simba kwa Silongo? Atarajie nini? Tarajio la kwanza kabisa, utakapokanyaga mahali hapa, ndio cha kwanza tumesema ni nyumba ya washindi, na kuhakikishia ushindi wa kutoka kwenye matatizo na vita zote, ziwe ni vita za ukoo, vita za familia, ndio vita zozote za ndoa, kiuchumi, ninakuhakikishia utatoka jumla. Hakuna kitakachosalia kwenye ibada hii kubwa mno. Amina. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa kweli tunamtukuza Mungu kwa ajili ya nafasi ya kipekee kabisa nikiwa na watumishi wa Mungu. Nafikiri wako watumishi wa Mungu mahali hapa pia mkono wangu wa kulia ambao nao pia wanaweza wakasema, kila mtu atasema kwa namna yake kwa habari ya ibada hii ya tarehe 7. Unalo neno la kusema na mtazamaji wetu anayetufuatilia, utaweza kujitambulisha majina yako na pia sema walau kwa dakika moja kuhusiana na ibada hii ya tarehe 7 mwezi huu wa 12 kwa habari ya ibada hii ya Roho Mtakatifu mkomesha vita. Karibu sana mtumishi wa Mungu uweze kuzungumza na mtazamaji wetu anayetufuatilia moja kwa moja. Kwamba siku hiyo ya tarehe 7 ibada ya Roho Mtakatifu ni siku muhimu sana. Ni siku ambayo haijawahi tokea kwenye maisha ya mwanadamu. Ninapenda kukualika ya kwamba usikae nyumbani ukiwa umekata tamaa. Karibia kwenye nyumba ya washindi. Usilie. Yesu anasema njoo nikusaidie. Mahali hapa pana ushindi mkubwa na wewe utatoka kwa ushindi mkubwa ukiwa na imani ya kupokea. Napenda kukualika uweze kushiriki hii ibada. Matatizo yako yote yanakwenda kuisha katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, na ninakuhakikishia kabisa. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumesikia neno la mtumishi wa Mungu Pastor Messi kwa habari ya wale watu ambao yamkini wanajiuliza, hivi ni kweli bado Yesu anatenda? Hivi ni kweli bado kuna miujiza? Hivi ni kweli bado kuna uponyaji? Hivi ni kweli bado kuna kuokoka? Kumbuka tu amesema kwamba ni tarehe 7, na hii tarehe 7 hautakaa ujute kwenye ibada hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Basi tumkaribishe pia mtumishi wa Mungu kwa habari ya ibada hii ya tarehe 7, ibada ya Roho Mtakatifu mkomesha vita, naye analo neno la kuweza kusema na wafuatiliaji wa chaneli hii, watazamaji wa chaneli hii, wasikilizaji wa chaneli hii kwa habari ya ibada ya tarehe 7 mwezi huu wa 12. Karibu sana mtumishi wa Mungu, wasalimie watu, jitambulishe majina yako. Amen. Kwa majina yangu ninaitwa Pastor Christina. Nakushukuru Baba kwa nafasi ulionipa. Tunapozungumzia ibada ya Roho Mtakatifu ya tarehe 7, Roho Mtakatifu mkomesha vita. Unajua vita kama vita, mtu hawezi kupigana mwenyewe kama kuna msaada unaotoka upande wa pili. Kwa hiyo Roho Mtakatifu amekuja ili aweze kutusaidia kututoa kwenye ile vita ambayo sisi wenyewe tumeshindwa kupigana. Wako wa watu ambao mnapigana vita kwenye vita ya familia, ya kikabila, ambapo umejaribu kutoka kwenye hatua fulani ya kujikwamua kwenye maisha lakini umeshindwa, ukajua ni hali ya kawaida. Hiyo ni kitu ya kiroho. Sasa ili iweze kukomeshwa, Roho Mtakatifu peke yake ndio anaweza kukomesha. Yamkini wewe dada umejaribu kufanya biashara mbalimbali, hujaona matokeo. Yamkini wewe kaka umeenda mpaka kwa waganga kutafuta utajiri, hujaona matokeo. Lakini nikwambie, Roho Mtakatifu anakomesha kila vita kwenye maisha yako, na utaanza kuinuka na kuona majibu ya vile ambavyo ulikuwa unahitaji wewe.
Amen. Amen. Haleluya. Tumemsikia pia Pastor Christina amezungumza kwa habari ya tarehe 7 mwezi huu wa 12 kwa habari ya ibada ya Roho Mtakatifu mkomesha vita. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kuhitimisha tu kipindi chetu, ningependa kuweza kutoa uelekeo kwa mtazamaji wetu na mfuatiliaji wetu kokote anakotokea. Sisi kama wana wa Mungu au kanisa la Nyumba ya Washindi tunapatikana Dar es Salaam, maeneo ya Tegeta, Chasimba kwa Silongo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa wewe unayetokea Bunju, unayetokea Mwenge, utashuka mahali panaitwa Nyaishozi. Ukifika hapo utavuka tu, unayetokea Bunju utavuka upande wa pili, utachukua bodaboda hapo, utamwambia akulete Chasimba kwa Silongo, kwa Pastor Emmanuel. Na pia unayetokea Mwenge upande huo huo wa kushoto utakutana na bodaboda hapo, utaweza kumwambia akulete Chasimba kwa Silongo, kwa mchungaji Emmanuel. Bwana Yesu asifiwe sana. Pia kwenye skrini yetu hapa utaona kuna namba inapita kwa wewe ambaye unatokea mkoani kwa ajili ya kuwasiliana hiyo tarehe 7 unapokuja mahala hapa kwenye hii ibada ya Roho Mtakatifu. Tunakukaribisha usikose ibada hii. Ni ibada ambayo maisha yako hayatabaki kama yalivyokuwa. Ni ibada ambayo itageuza familia yako. Ni ibada ambayo itageuza biashara yako. Ni ibada ambayo itageuza hali yako. Ni ibada ambayo itaweza kugeuza jumla ujana wako, kila kitu ambacho yamkini kwenye ulimwengu wa roho wa giza wameshikilia maisha yako. Kwenye ibada hii kutakuwa kuna namna ya mgeuko wa kiungu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen.